Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa: pamoja na kuwa na ajira, watu wengi wanaojifunza lugha ya alama huenda ni kwa sababu za kijamii. Kuna wengi ambao tumekuwa tukisoma nao hiyo course, ukimuuliza wewe ulijifunzaje lugha ya alama au nini kikufanya mpaka unakuja na wewe kusoma, anakuambia mimi bwana, na rafiki yangu mmoja nilikuwa nimesoma naye shule, nikawa namuona anahangaika kweli kuwasiliana, nikasema ngoja nijifunze. Kwa hiyo nikawa namsaidiaga kwenye kila hatua ya masomo yetu mpaka kufikia tumemaliza shule. Mwingine anakuambia mimi nina jirani yangu alikuwa hivyo. Yani hata pale ofisini kuna watu kabisa wamejifunza ukalimani wa lugha ya alama kwa ajili tu ya jirani yake. Mwingine ukimuuliza anakuambia alikuwa rafiki yake amesoma naye shule, chuo. Kwa hiyo watu wengi wamejifunza. Yani ni swala ambalo kumbe ni la kijamii. Kujua zaidi kuhusu hilo na mengine mengi, karibu ungane nami hadi mwisho. Ni Alhamisi ya tarehe 18 ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya kimataifa ya kupinga kauli za chuki, na mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, ambapo leo tutaangazia kuhusu wakalimani wa lugha ya alama, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa kwako na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Arnold. Tuanzie hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Kauli za chuki zimeendelea kuhatarisha mshikamano wa jamii na amani duniani, ameonya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, akisema mara nyingi ndizo chachu ya vurugu, migogoro na uhalifu mkubwa dhidi ya ubinadamu. Katika ujumbe wake wa siku ya kimataifa ya kupambana na kauli za chuki hii leo Juni 18, Guterres amesema makundi kama wanawake, wahamiaji, wakimbizi, watu wenye ulemavu na jamii za LGBTQIA+ mara nyingi hulengwa na ujumbe wa chuki. Kauli za chuki, amesema, ndio hatua ya kwanza katika njia ya kuwanyima watu utu wao, njia ambayo mara nyingi hupelekea vurugu, migogoro na uhalifu wa kutisha. Pia ameonya kuwa mitandao ya kijamii imeongeza kasi ya kusambaa kwa chuki duniani. Sasa tuelekee Afrika. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, MONUSCO, umetangaza kwa masikitiko makubwa hii leo kifo cha mfanyakazi wa kampuni iliyokuwa ikitoa huduma kwa ujumbe huo aliyefariki dunia kutokana na Ebola mjini Bunia. MONUSCO imesema mfanyakazi huyo alikuwa ameacha kufanya kazi na ujumbe huo tangu Mei 22 mwaka huu na hakuwa amefika katika maeneo ya MONUSCO kwa zaidi ya siku 21 kabla ya ugonjwa huo kuthibitishwa. Ujumbe huo umetuma salamu za rambirambi kwa familia, ndugu, marafiki na wafanyakazi wenzake na marehemu. Na shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO limesema matukio mabaya ya hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi yaliathiri watu takribani milioni 13 barani Afrika mwaka 2025 na pia kusababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000. Ripoti mpya ya shirika hilo iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, inaeleza kuwa mafuriko yalikuwa ni janga lililoripotiwa zaidi, huku yakisababisha hasara kubwa za kiuchumi na kibinadamu. WMO pia imeonya kuwa barafu katika maeneo ya milima ya Afrika ikiwemo mlima Kilimanjaro inaendelea kutoweka kwa kasi, wakati kina cha bahari katika baadhi ya maeneo ya pwani kikipanda kwa kiwango kikubwa kuliko wastani wa dunia. WMO imesisitiza kuwa Afrika bado ina pengo kubwa katika mifumo ya tahadhari za mapema, ingawa maendeleo yanaendelea kufanyika. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hivi punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali. Integrally, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization.
Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Vilevile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Katika mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu uliomalizika wiki iliyopita hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani, baadhi ya wahudhuriaji walikuja na wakalimani wao. Kutoka Tanzania, mbunge Nasir Ali mwenye ulemavu wa kusikia au kiziwi aliambatana na mkalimani wake wa lugha ya alama au ishara, Tusajigwe Ernest. Baada ya mkutano huo, Lea Mushi wa idhaa hii aliketi na Tusajigwe na hapa anaanza kwa kueleza kuhusu taaluma yake. Ni mkalimani wa lugha ya alama ya Tanzania. Na unaposema ni mkalimani wa lugha ya alama ya Tanzania, maana yake unatambulisha utaifa wako, kwa maana lugha yako, lugha mama ya nchi yenu. Kwa maana mimi nimebobea kwenye lugha ya alama ya Kiswahili. Lakini nimekuja hapa kwa ajili ya kumsaidia Mheshimiwa Nasiria kuweza kuwasiliana, kuelewa nini kinaendelea, kukalimani kila ambacho kinaendelea. Ingawa lugha inayotumika ni Kiingereza. Kwa hiyo changamoto ambayo tuko nayo Tanzania, wakalimani wengi wa lugha ya alama tunatumia lugha ya alama Kiswahili. Kwa hiyo unapokuja hapa, unakuja kuzungumza lugha mbili. Kwa maana unatoa kwenye Kiingereza, unaleta kwenye Kiswahili, and then unakipeleka kwenye lugha ya alama. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nakifanya hapa ili kuhakikisha anashiriki kamilifu kwenye mkutano huu wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu wenye ulemavu. Mtu angependa kufahamu kutoka kwa Tusajigwe, binti mdogo kabisa wewe. Ndio. Kuwaje mpaka ukaamua kusoma na kufahamu lugha za alama? Asante. Kwanza niweze kusema nimezaliwa kwenye familia ambayo nina mzazi mmoja ambaye ni kiziwi, mama yangu mzazi. Yeye pia alikuwa anafanya kazi kwenye shirika la viziwi, kwa maana chama cha viziwi Tanzania, na lakini pia amekuwa akifanya kazi na mashirika mbalimbali ya kimataifa kuhusiana na masuala mazima ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo nimekuwa kwenye familia ambayo lugha ya alama ndio imekuwa lugha yangu ya msingi, ndio imekuwa ni lugha mama yangu. Lakini baadaye, baada ya kuanza shule na kuamua kujiunga na sekondari, chuo, nilipomaliza hapo, katika kukaa kwangu mtaani nikiwa bado natafuta kazi kuhusiana na kozi ambayo nimesomea, mama yangu mzazi akaniambia, lakini wewe unapenda kufanya lugha ya alama, lakini ili uweze kuwa mkalimani wa lugha ya alama mzuri lazima uende shule. Nikamwambia mama, niende shule kufanya nini tena wakati mimi najua kuwasiliana? Akamwambia haujui kuwasiliana bado. Hauna skills za kutosha za ukalimani. Hauna misamiati ya kutosha ukalimani. Nikikuweka kwenye mkutano wa kimataifa hapo ukikaa dakika 2 unaweza kukaa. Nikasema mama, lakini mimi najua kuwasiliana. Akaniambia hapana. Kama kweli unataka kuwa mkalimani mzuri wa lugha ya alama, nenda kasome. Sasa bahati nzuri wakati huo anasema hivyo, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wakawa wameanzisha kozi kwa kushirikiana na chama cha viziwi Tanzania. Wakaanzisha kozi pia pamoja na kushirikiana na shirika la viziwi nafikiri. Wakaanzisha kozi ya Certificate of Sign Language Interpretation. Hiyo certificate cheti cha ukalimani wa lugha ya alama. Kwa hiyo kile cheti wakati huo ambao wanaanzisha hiyo kozi, sisi ndio tulikuwa wanafunzi wa kwanza kuweza kushiriki hiyo kozi. Ilikuwa mwaka 2018-19. Kwa hiyo nikafanya ile kozi nikamaliza, lakini pia kabla ya hapo kulikuwa kuna watu kutoka Denmark ambao pia wanashirikiana pia na chama cha viziwi, kwa sababu ili uweze kuitwa mkalimani mzuri pia lazima ushirikiane na chama cha viziwi Tanzania kwa sababu ndio wenye lugha. Kwa hiyo tukashirikiana na chama cha wakalimani Denmark pamoja na chama cha viziwi Tanzania, wakaja wakaandaa course fupi ya wakalimani wa lugha ya alama. Tukajifunza masuala mengi kuhusu lugha ya alama, na kweli Tanzania tulidhani sisi ni wakalimani wazuri, kumbe tulikuwa bado kabisa. Kwa ile course ikatusaidia na ikatuongezea imani zaidi, na nikwambie tu wakalimani ambao tulishiriki ile course sasa hivi nikikutajia wengi wapo kwenye mashirika makubwa wanafanya kazi. Yupo mmoja anafanya kazi UNDP saizi, yupo mmoja Mataifa la mpango wa maendeleo anafanya kazi, na yupo mwingine anafanya kazi kwenye televisheni ya Azam TV. Kwa hiyo ni zao la hiyo project ambayo ilifanyika, na pia hao pia waliweza kusoma hiyo certificate. Kwa hiyo unaona, baada ya pale milango ikaanza kufunguka na kweli watu wakaanza kutuamini, serikali pia ikaanza kutuamini, serikali ikaanza kuajiri wakalimani, most especially kwenye hizi TV programs, kwa mfano kama vipindi vya television
Niwashukuru sana TBC, pia wamekuwa na imani kubwa, wameongeza mpaka idadi ya wakalimani. Kwa sasa hivi wakalimani wanafika karibu 5, kuhakikisha kwamba viziwi wanapata taarifa vizuri. Kwa hiyo niweze kusema hiyo ndo safari nzima ukalimani, na ni kitu ambacho kina manufaa sana, na ukiacha tu manufaa ni kama unafanya kazi fulani hivi ya jamii, wanasema kazi ya Mungu au kazi ya kanisa. Wewe mwenyewe ukirudi Tanzania, mbali na hivi kuwa mkalimani na kusafiri, kwa mfano kama na hawa watu wenye ulemavu wa kusikia viziwi, kuna shirika au kuna sehemu unafanya kazi ukiwa nchini Tanzania au umejiajiri tu mwenyewe? Hapana, ninafanya kazi kwenye shirika la utangazaji Tanzania TBC. Sehemu gani? Mikocheni, Dar es Salaam. No, kwenye eneo gani? Program zote, taarifa za habari, program michezo zote za taarifa ya habari. Okay. Na kama kuna program muhimu za kitaifa, kwa mfano kuna sherehe za kitaifa au kuna hotuba za kitaifa zinafanyika, manake tunafanyia ukalimani wa lugha ya alama pia. Kwa hiyo ukiacha hivyo pia ni freelancer, ninafanya kazi pia na mashirika mengine ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo napata nafasi ya kuweza kushiriki mikutano mbalimbali, kwenda nao sehemu mbalimbali, kuwasaidia kuweza kukalimani na kufanya kazi yangu vizuri. Katika hao ambao mmeenda kusoma, kuna ambao waliamua tu wenyewe kusoma lugha za alama bila kuwa na sababu nyingine nyuma? Ndiyo, na inafurahisha kwa sababu unaona ni kiasi gani dunia kumbe ina watu wenye upendo, kwa sababu kuna wengi ambao tumekuwa tukisoma nao hiyo course, ukimuuliza wewe ulijifunzaje lugha ya alama au nini kikufanya mpaka unakuja na wewe kusoma, anakuambia mimi bwana, na rafiki yangu mmoja nilikuwa nimesoma naye shule, nikawa namuona anahangaika kweli kuwasiliana, nikasema ngoja nijifunze. Kwa hiyo nikawa namsaidiaga kwenye kila hatua ya masomo yetu mpaka kufikia tumemaliza shule. Mwingine anakuambia mimi nina jirani yangu alikuwa hivyo. Yani hata pale ofisini kuna watu kabisa wamejifunza ukalimani wa lugha ya alama kwa ajili tu ya jirani yake. Mwingine ukimuuliza anakuambia alikuwa rafiki yake amesoma naye shule, chuo. Kwa hiyo watu wengi wamejifunza. Yani ni swala ambalo kumbe ni la kijamii. Umeona? Wow. Na tuzungumzie kwenye fursa. Umeeleza hivyo kidogo, lakini tuanzie wapi? Kitu cha kwanza ambacho anatakiwa kufanya mtu ambaye anatamani sana kuiendea fursa kama hii ni kujichanganya na jamii ya viziwi. Uwezi amini hiyo ndio fursa pekee ambayo itakutoa kokote kule. Unatamani kuwa mkalimani mzuri wa lugha ya alama na umekaa nyumbani, umeenda tu kusoma, alafu umekaa nyumbani, hauwasiliani, haufanyi mazoezi ile lugha yako, hauwezi kufanikiwa kwa mkalimani mzuri. Kwa hiyo wanasema mkalimani mzuri ni yule ambaye anajichanganya. Kama umesikia, kwa sababu kuna makanisa hadi ya viziwi, kuna clubs za viziwi wanakutana kwa ajili ya mambo yao. Wanasema zile ndio fursa nzuri za mkalimani kuweza kukua, kwa sababu utaweza kujua, kwa sababu mkalimani una stage na stage kama ambavyo viziwi wana stage zao. Ili uweze kuwa mkalimani mzuri wa kuweza kuwafikia viziwi wa aina yote. Kuna kiziwi amezaliwa hajui kusema neno mama, kuna kiziwi amezaliwa amekuwa akapata ukiziwi, uzungumzaji wao ni tofauti. Kwa sasa wewe uweze kumatch na uzungumzaji wote huu, lazima ujichanganye kwenye hayo makundi. Lakini pia uziendee course ambazo zinafundisha ukalimani wa lugha ya alama. Kwa mfano kama pale Chama cha Viziwi Tanzania kuna course fupi, lakini pia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuna hiyo course fupi, unaweza ukaenda. Ukitoka pale, ili sasa uwe mkalimani mzuri, kajichanganye. Usipojichanganya hauwezi kukua, ukalimani wako utakuwa ni hivyo hivyo miaka nenda miaka rudi. Na naweza kusema huko mbele ukalimani wa lugha ya alama ni kitu ambacho kitakuwa na nafasi sana, kwa sababu watu wameshaanza kutuamini. Zamani tulikuwa tuaminiki, tunaonekana kama tunaleta ujanja, watu bwana wamejifunza mtaani huko. Lakini sasa hivi watu wanaamini, serikali inatuamini, serikali inatupa nafasi kabisa, inatutengenezea nafasi kwamba watu bwana wanahitajika sehemu fulani waende wakafanye kazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina fursa na kina hela huko mbele. Kwa hiyo tuache kushikilia kazi zingine ambazo tunaona ndo lazima tuzipate, wakati kuna kazi zingine ziko tu, nafasi ziko wazi. Ni kitendo tu cha mtu kuwa na utayari na uthubutu na kuipenda ile kazi. Una fursa huko hapa New York, Marekani. Ni kweli. Dunia ni kijiji. Upo hapa New York, Marekani hivi sasa. Wanaongea kwa Kiingereza, wanaongea kwa Kiswahili. Kwa hiyo sio tu anatakiwa ajue Kiswahili, anatakiwa ajue lugha ya alama. Anatakiwa aende zaidi ya hapo. Hiyo nayo unawaambiaje? Ni washauri vijana wenzangu, tena wakalimani wenzangu, tunahitaji kujifunza lugha nyingi zaidi, kwa sababu sasa hivi dunia ndo kama hivyo inatoa nafasi pia. Unaweza kuona hata mimi kufika hapa, mwingine anaweza kusema sasa mbona huyu anakalimani tu kama mimi ninavyokalimani, lakini hapana, mimi nilitumia muda mwingi sana
kutamani kuweza kufanya kazi international. Na hii sio kazi yangu ya kwanza ya kufanya nje ya nchi. Nishafanya wapi na wapi tena? Nimeshawahi kufanya taifa watu wenye ulemavu, Germany, nishafanya South Africa, Zambia, Uingereza. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Sasa kwa nini nimeenda huko? Ni kwa sababu nilikuwa natamani ili uweze kuwa mkalimani mzuri sasa hivi ambayo kila mtu atakuhitaji, lazima wewe unajua lugha zaidi ya moja. Unaona? Na kujua Kiingereza sio kusoma Kiingereza. Kujua Kiingereza ni kukitumia. Na niseme kwa Tanzania wakalimani ambao wanafahamu Kiingereza ni wengi, lakini kukitumia ni wachache. Kwa nini? Siamini kwamba, kwa sababu unakuta wengi wetu ni mtu ambaye amemaliza chuo kikuu, amesoma, ana degree yake nzuri, maana yake huko chuo kikuu amekitumia Kiingereza ili kuweza kupasiu au kufanikisha degree yake. Lakini unakuta kwenye kuweza kuthubutu kwenye kufanya kazi za kimataifa kama hizi, mtu ana hofu, mimi pale nitaweza kweli, si nitaenda kuumbuka? Hapana. Kumbe ni ile hali tu ambayo mtu unatakiwa ujitengeneze mazingira kwamba sasa nimeshakuwa mkalimani, kwa maana hiyo nipanue mawazo yangu, nipanue uwezo wangu. Na mwisho, kuna jingine lolote ambalo sija kuuliza ambalo ungependa kuambia wasikilizaji na watazamaji wetu? Nafikiri la mwisho niombe sana nchi yetu Tanzania iweze kutambua nafasi ya wakalimani wa lugha ya alama, kwa sababu imekuwa ni changamoto ya muda mrefu. Wanatuona kama wanasema ni watu usiwaone hivi ni gharama sana. Lakini si kweli kwamba sisi ni gharama, ni kutokana na aina ya kazi yetu ndo inaonekana kama tuna gharama, kwa sababu kazi yetu inaweza kusema ina vipengele vingi. Ili mpaka ufanye kazi ya ukalimani wa lugha ya alama lazima uwe mentally stable, manake uwe vizuri kiakili, kwa sababu usipofanya hivyo manake unaenda kumharibia yule mtu. Hata hapa nimekuja na mheshimiwa, mimi nikiharibu picha haiwi kwamba ni mimi nimeharibu, mheshimiwa alomleta huyu hamna kitu. Kwa hiyo tuna uhitaji sana wa kuweza kuangaliwa kwa jicho la umakini. Tunapodai maslahi yetu wayafikirie na wayatekeleze. Ni kazi ngumu, kama ambavyo wanawaheshimu wakalimani wa sauti. Wakalimani wa sauti hakuna kitu atazungumza atakataliwa, kwa sababu wanaaminika wanafanya kazi nzito. Sasa wale wanafanya kazi nzito ya kuzungumza, lakini sisi unazungumza, unatumia mikono, unatumia akili, unatumia mwili. Kwa hiyo tunahitaji kupata heshima sawa. Kama ambavyo wanapewa hawa heshima, na sisi tupewe heshima hiyo hiyo, kwa sababu tunafanya kazi kubwa. Ukiacha tu kazi kubwa, ni kazi ya jamii. Asante sana Tisajika. Asante, nashukuru sana. Asante. Shukran Lea Mushi kwa mada hii kwa kina. Ama hakika fursa ni nyingi, kilichobaki ni kuzichangamkia. Basi kufikia hapo nami nafikia tamati kwa leo, lakini panapo majaliwa tukutane tena Jumanne kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja Mataifa kama kawaida. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN vile vile. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.